Kwa majina naitwa Godfrey Mwangunguru. Ni Vice President wa The Runners Club, lakini pia ni msemaji wa club. Kama unavyojua, The Runners Club ndio waandaaji wa Absa Dar City Marathon ambayo inakwenda kufanyika tarehe 17 mwezi wa 5 pale viwanja vya Mnazi Mmoja. Wengi wenu ambao tuko hapa, ndugu waandishi wa habari, tumekuwa mashuhuda kwa tunaenda mwaka wa 6 huu, msimu wa 6. Tunakwenda kutimiza mwaka wa 6 kwa ajili ya hii mbio ya Absa Dar City Marathon, mbio ambayo inashirikisha mbio za kilomita 21, kilomita 10 na kilomita 5. Na kwa mwaka huu tunayo furaha kubwa sana kuweza kuambia inakwenda kuwa ni kitu cha tofauti kama tulivyokwisha kuzoea. Kama mnavyojua, kwa kipindi chote ambacho tumekuwa tukija hapa, mdhamini wetu Absa alikuwa sehemu ya wadhamini, lakini sasa hivi amekuwa ni 100% mdhamini mkuu wa mbio hii ya Absa Dar City Marathon ambayo inakwenda kufanyika tarehe 17. Wote tunaelewa kwa nini Absa Dar City Marathon ni mbio pekee. Tunasemaga ni burudani ya mbio. Tunakimbia mbio nyingi, tunashiriki kwenye mbio nyingi. Tumekuwa tukifanya marathon za aina mbalimbali, lakini hii ni mbio ya kipekee ambayo huwa tunaita ni burudani ya mbio kwa sababu ya vitu ambavyo vinakwenda kufanyika pale. Watu wanakimbia, watu wanaenjoy, watu wanatalii. Tunaelewa Dar es Salaam tuna uhaba mkubwa sana wa vivutio, lakini kupitia mbio ya Absa ni mbio ambayo unakwenda kuona kila kitu ambacho kipo ndani ya jiji la Dar es Salaam. Hii ni kutokana na upekee ambao tunao kwenye ruti zetu ambazo zinakupeleka kwenye kila aina ya kitu ambacho ni cha muhimu ndani ya jiji la Dar es Salaam. Kuanzia mnara, kuanzia majengo marefu, kuanzia daraja, kuanzia fukwe zetu za Coco Beach. Kila kitu kinajumuisha kwenye mbio ya Absa Dar City Marathon. Kwa hiyo wito wangu ni kusitiza wana Dar es Salaam na kwa watu ambao wako maeneo mbalimbali, kwa sababu pia watu kutoka nje ya nchi wanakuwa wakishiriki, ni kujiandikisha mapema kwa kupitia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Utaona namna gani ambavyo unaweza ukajiandikisha, lakini wale wanachama wetu mbalimbali ambao wamekuwa wakishiriki kwenye mbio ya Absa Dar City Marathon kupitia klabu zao mbalimbali, gym, maklabu yao huko mikoani, ni rahisi kuweza kujiunga kwa pamoja kama kikundi kwa gharama nafuu kabisa ambayo inaweza kukufanya wewe kuwa sehemu ya historia ya mbio hii ambayo inakwenda kufanyika tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 2026. Kwa pamoja na Absa kuwa mdhamini mkuu, lakini tuko na watu ambao wamekuwa wakitusupport. Unajua ukubwa wa kitu na udhuri wa kitu huwa unatokana na aina ya watu ambao wanakushika mkono. Ukishakuwa unaona mbio ina mdhamini benki kubwa kama Absa Dar City Marathon, ina Tanzania Breweries, ina Yas, ina Gadgets ambao kupitia brand yao ya Garmin wako hapa. Unaona watu wa Kilimanjaro Fresh wako hapa wanashirikiana na sisi, lakini pia East Africa Getaway wako hapa. Kwa unaweza ukaona kama vibopa kama hawa, watu wakubwa kama hawa wako hapa kwenye mbio ya Absa, unaweza kujua ni tukio la aina gani ama ulipe uzito wa aina gani ambao inakwenda kufanya wewe kuwa sehemu ya mbio hii ambayo inakwenda kufanyika tarehe 17 mwezi wa 5. Kwa hiyo wito wangu naendelea kusisitiza, tembelea mitandao yetu ya kijamii, lakini pia message mbalimbali ambazo zinatoka kwa wadhamini wetu, yes, mitandao ya Absa Bank Tanzania na mitandao mingine ya washiriki wetu ambao wako hapa, kuweza kujua ni namna gani ambavyo unaweza ukashiriki kwa gharama nafuu kabisa kuwa sehemu ya historia ya mbio hii. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Aaron Luhanga, ni mkurugenzi wa masoko, mawasiliano na mahusiano ya kibiashara hapa Absa Bank Tanzania. Kama ilivyoelezwa, sisi ni wadhamini wakuu wa Absa Dar City Marathon. Hii ni mara yetu ya 4, yani ni mwaka wa 4 tumekuwa tunadhamini hii mbio kwa lengo kubwa kuangalia afya na kusupport namna gani watu wanaenda kukuza afya zao. Sisi kama Absa tunajua umuhimu huo na tumekuja hapa, kama tunavyosema dhamira yetu ni kwamba tunataka kuiwezesha Tanzania ya kesho, moja baada ya mwingine, story moja baada ya nyingine. Sasa tunaenda kuwawezesha Watanzania waweze kukuza afya zao, lakini vile vile kama mnavyofahamu, sisi tunajikita kwenye dhamira yetu ambayo tunasema story yako ina thamani. Kwa Absa tunaamini kwamba kila Mtanzania au kila mwana Dar es Salaam ana story yake, na unaweza kuandika story yako pale ambapo unaingia kwenye hizi mbio, kwani utakimbia, utatoka jasho, utafanya mazoezi katika mambo yote ambayo unaenda kufanya, na vile kuona mambo mengi wakati unatembea na unakimbia, vile vile unaandika story yako. Kwa hiyo tumeona ni muhimu sana tuendelee kudhamini hizi mbio, tutaendelea kuwa wadhamini wakuu, na kama ilivyoelezewa kwa mara ya kwanza, sisi ndio wadhamini wakuu. Kwa miaka iliyopita tulikuwa ni wadhamini wakuu, lakini tuko na wadhamini wengine katika categories. Imeelezwa hapa kwamba categories ziko 3. Kuna kilomita 21, kilomita 10 na kilomita 5. Tulichokifanya Absa, tumesema umuhimu wa mbio hii kwa Dar es Salaam yetu, tunataka tuwe wadhamini wakuu, kwa maana tumechukua hizo categories zote. Katika kilomita 21 ni Absa,
katika kilomita 10 ni Absa na katika kilomita 5 ni Absa. Hizi mbio zinaitwa Absa Dar City Marathon na sisi ndio wadhamini wakuu. Mtaona katika mabango, mtaona katika tunavyohimiza watu wajiandikishe, waje kutembea, kuenjoy kama anavyosema mshiriki wangu wa kwanza kwamba hizi mbio utakuja kuburudika, sio tu kwa wale wana mazoezi wa kila siku. Hata kama unafanya mazoezi mara moja, tunakukaribisha. Ukiwa na familia yako, tunakukaribisha. Hii mbio ni yetu sote wana Dar es Salaam. Kwa hiyo tumesema mwaka huu sisi tutakuwa wadhamini wakuu, na katika hizi nguo zote mnazoona kama hizi jezi zote, kiti yote ni Absa. Mkiangalia katika miaka iliyopita mlikuwa mnaona kwamba kuna Absa na wadhamini wengine katika kilomita 10 na 5. Lakini kwa upande huu ni Absa kote kuanzia 21 mpaka 5. Cha muhimu kingine tunaangalia jamii inayotuzunguka. Kama ilivyoelezewa kwamba baada ya mbio kuna tendo ambalo tunaenda kufanya pale hospitali Mnazi Mmoja, kukabidhi bidhaa sana kwa akina mama wajawazito kwenye wadi, lakini vile tunaenda kutoa damu, kusaidia damu salama. Vile katika hilo sisi Absa tumejikita sana kuhakikisha kwamba tuna support na tunasaidia jamii inayotuzunguka, na ndio dhumuni lingine kuu ambalo linatufanya sisi tuendelee kudhamini hii mbio, na tutaendelea kudhamini hii mbio kwa miaka mingine zaidi hata 3, ili tuendelee kukuza mbio, lakini vile tuendelee kusaidia jamii na kuhamasisha watu watunze afya zao, ili wote tu na afya njema tuweze kukimu mahitaji ya kila siku na changamoto za maisha. Karibuni sana.